Kwa jina naitwa Renato Sisona, ni afisa uhusiano kutoka Wakala wa Majengo Tanzania TBA. Wakala wa Majengo Tanzania TBA ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Ujenzi. Na majukumu yetu ni kusimamia na kuendeleza miliki za serikali. Katika kliniki hii ya kutatua changamoto za wananchi, sisi kama wakala TBA tunashukuru kwa sababu kwanza imetukutanisha na wadau wetu, wateja wetu, lakini pia na wananchi. Sisi tunajenga nyumba kwa ajili ya watumishi wa umma, lakini pia tunajenga majengo ya serikali na tunafanya usimamizi. Kwa hiyo wateja wetu wakuu ni wapangaji wetu wa nyumba zetu hizi. Kwa hiyo tumesikiliza kero zao hapa na zingine tumezitatua na zingine tumewashauri namna ya kufanya ili angalau changamoto ambazo zimejitokeza ziweze kukamilika. Kwa ujumla, kupitia kliniki hii kwa kweli changamoto upande wetu na kwa upande wa wananchi hazikuwa nyingi sana, kwa sababu wengi wametupongeza kwa kazi ambazo tunazifanya, lakini pia tuna mradi mkubwa wa nyumba 3500 ambazo tunatekeleza katika eneo la Nzuguni B. Nyumba hizi tunazijenga kwa awamu. Awamu ya kwanza imekamilika, nyumba 200 na tayari wapangaji wameshaingia, na sasa tunaendelea na awamu zingine. Wananchi waliotembelea katika eneo hili na hususan wanaoishi maeneo jirani na mradi huo wa nyumba 3500 Nzuguni wametupongeza sana. Wameeleza kwamba kuwepo kwa mradi ule kwanza umechangia kiasi kikubwa kusogeza huduma za jamii karibu na makazi yao. Utakumbuka eneo la Nzuguni ni eneo ambalo lilikuwa liko pembezoni sana. Kwa hiyo uwepo wa mradi huu wa TBA umechangia huduma za kijamii, kwa mfano maduka yawe karibu. Pamoja na nyumba, tumejenga pia maduka kwa ajili ya kutoa huduma za kijamii. Kwa hiyo maduka yapo jirani na wananchi. Kwa hiyo wananchi wa maeneo yale wanakuja pale, wanapata mahitaji yao ya kila siku. Kwa hiyo wamepongeza kwa hatua hiyo ambao kwao imekuwa kama vile faraja kubwa sana. Lakini kitu kingine ambacho wamepongeza ni kwamba mradi huo wa nyumba 3500 Nzuguni umeimarisha usalama wa makazi yale, kwa sababu kipindi cha nyuma lile eneo lilikuwa kama vile poli, lakini kuliendeleza kujenga hizo nyumba, usalama umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo sasa hizi vitendo vya uhalifu havipo, na wao kwenye majumba yao wanaishi kwa amani kabisa, kwa sababu kuna ulinzi na usalama mkubwa kabisa. Kwa hiyo kliniki hii ambayo tumekuwepo hapa kwa hizi siku 3 imekuwa ni msaada mkubwa kabisa kwa wananchi wetu, lakini pia kwa hao wadau wetu ambao tumekutana nao. Wamekuwa na ushauri mzuri, lakini pia wamekuwa na mawazo mazuri, lakini pia kwa changamoto ndogo ndogo zile nyingi tumezitatua, na zile ambazo zilikuwa zinahitaji ushirikiano na taasisi zingine tumezifikisha sehemu husika. Kuna changamoto ambazo ni mtambuka, kwa mfano issue za maji, issue za umeme. Kwa hiyo unakuta kuna tatizo zingine hamwezi kama TBA mkazimaliza nyinyi wenyewe. Kwa hiyo mnawasiliana na taasisi zingine. Kwa mfano maji tumewasiliana na RUWASA, lakini pia DUWASA ambao wako hapa, na zile issue za umeme ambazo zingine tumezipeleka TANESCO. Kwa hiyo kliniki hii na maadhimisho haya ya siku 100 za serikali ya awamu ya 6 kuingia madarakani, ni kwamba kwetu imekuwa ni faraja kubwa sana. Kupitia hiyo tumekutana wateja wetu na tumepata uzoefu mkubwa sana, lakini pia tumebadilishana mawazo na wadau wetu.